Itukuzwe damu ya Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, karibu tafakari kwa pamoja ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe ya 23 ya mwezi wa 5. Shughuli zako zote zina furushi kubwa la miiba, lakini katika miiba hiyo kuna pia mawaridi mazuri, na ndizo fikra kwamba lazima tufanye chochote atakacho Mungu. Shughuli zako zote zina furushi kubwa la miiba, lakini katika miiba hiyo kuna pia mawaridi mazuri, na ndizo fikra kwamba lazima tufanye chochote atakacho Mungu. Mpendwa, Mtakatifu Paulo katika waraka wake kwa Tito ile sura ya 2 aya 12 anatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia ili tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Hivyo Gaspari mtakatifu anapenda kutueleza kuwa shughuli za maisha yetu mema duniani husongwa na mambo mengi mabaya ya kidunia yanayotaka kupoteza uhusiano wetu na Muumba wetu. Kwa sasa maisha yetu husongwa na miiba mingi ambayo ndiyo kujishughulisha kwetu na mambo ya ulimwengu zaidi kuliko yale yatusaidiayo kumkaribia Mungu. Licha kusongwa sana na malimwengu, Mtakatifu Gaspari anataka daima tukumbuke kuwa tuliumbwa tumjue Mungu, tumpende na tumtumikie ili tufike kwake mbinguni. Na hivyo ili kumtumikia Mungu ni lazima na muhimu sana kufanya yale atakayo Mungu. Ndio maana Mtakatifu Terezia wa Avila wa Yesu anasisitiza kuwa hatuna budi kuishi kwa ajili ya Mungu pekee. Mpendwa, Mtakatifu Paulo katika waraka wake kwa Waebrania sura 12 aya ya 2 anatuasa kuwa hatuna budi kuacha kufuatisha namna ya dunia hii ili tugeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu ili tupate kuyajua yaliyo mapenzi ya Mungu. Mama yetu Maria mtakatifu sana anakubali kutendwa na kutenda vile atakavyo Mungu hata katika magumu ya malimwengu yote. Na hivyo kwa kuwa tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu, daima upendo wetu na shauku yetu ya kumtumikia Mungu usipotezwe na malimwengu ambayo huja na kuondoka. Kama ambavyo Mungu mwenyewe anatupenda na daima hajawahi jitenga nasi, Mtakatifu Gaspari anatualika kuitumainia daima damu azizi ya Yesu iliyo kielelezo cha upendo wa Mungu kwetu ili tuweze kweli kumtumikia kwa uaminifu. Mtakatifu Gaspari ni mfano bora kwa wote wenye nia hai ya kujikatalia malimwengu kwa ajili ya Mungu. Yeye mwenyewe anakataa kuyatii malimwengu ya Mfalme Napoleon anaposema waziwazi kuwa hataki, hawezi na wala hapaswi kuyafurahia yaliyo ya ulimwengu. Mtakatifu Gaspari anakubali kuishi maisha matakatifu kama ua waridi kati ya malimwengu mengi. Anakubali kuyatolea maisha yake kwa kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu, kwa kutangaza upendo wa damu azizi ya Yesu kwa wote waliosongwa na malimwengu zaidi. Kwa ushujaa, Mtakatifu Gaspari anakiri wazi kuwa hapaswi kujivunia chochote kile isipokuwa msalaba wa Kristo. Ndivyo anavyotufundisha kuyatolea maisha yetu kwa Mungu na kuyafanya yale ambayo Mungu anatutaka kuyafanya. Mpendwa, kwa maombezi ya Mtakatifu Gaspari tumuombe Mungu ili siku zote malimwengu yatusongayo yatufanye imara katika kuyatenda yale atakayo Mungu, na wala yasitutenganishe na upendo wa Mungu. Na hivyo tukumbuke kuwa baada ya kuyashinda malimwengu kwa kuyatolea maisha yetu kwa Mungu, tutastahilishwa kuurithi ufalme wa Mungu tuliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Isaac Bileha wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.